na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Mungu nipendo wanipenda, Mungu nipendo apenda watu, Mungu nipendo wanipenda. Inanipa sababu kufanya nini? Kumtumikia. Amen. Sababu hii namtumikia, namsifu yeye siku zote. Sababu hii namtumikia, namsifu yeye siku zote. Si tu mwenye upendo, lakini wewe ni pendo lenyewe. Haleluya. Tunabariki jina lako kwa sababu ni katika jina lako tunapata upendo. Tunafahamu upendo. Tunaona upendo uliokamilika. Tunapokea upendo na tunakuwa chombo cha kuwasilisha upendo wako kwa watu wengine. Bwana, hakuna sehemu ya pekee, hakuna sehemu ya karibu, hakuna sehemu ya kina, hakuna sehemu nzuri zaidi ya kuonyesha upendo kuliko katika ndoa. Kwa hiyo Mungu, sasa tunapojifunza habari za familia, habari za msingi wa familia, habari za ndoa, Mungu Baba, tunakuomba utufunulie jinsi ya kupokea huo upendo, jinsi ya kutumia vizuri, jinsi ya kuonyesha kwa wenzetu katika ndoa, jinsi ya kuweka ndoa imara kwa ajili ya uimara wa familia, kanisa na jamii. Amen. Bwana, tunakuomba kila mmoja aliyejitoa ambaye yuko hapa, Mungu, katika kipindi hiki tena tunaomba tusisinzie, tusichoke, lakini Mungu tu na nguvu zote tuweze kukamilisha yale uliokusudia kwetu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Amen, wapendwa. Amen. Tumenyosha kidogo miguu na mikono, tumechangamka, tumepata nguvu mpya, tunaweza kuendelea kipindi kingine. Amen. Amen. Kipindi hiki ambacho tunaanza nacho kimebeba vipengele vingi kidogo. Sawa? Kwa hiyo naomba tuwe tunasikilizana kwa umakini sana.
Amina. Tutasikilizana kwa makini sana kwa kuwa tuna mambo mengi ya kuangalia kwa wakati mmoja. Mmepewa sasa kitabu kingine cha 3. Msiogope, lakini mnapewa mambo mengi kwa wakati mmoja. Haleluya. Amen. Sio kama tumemaliza kitabu cha kwanza, hapana. Hatutamaliza kitabu cha pili, hapana. Lakini mimi mfululizo wa masomo ambayo nitakufundisha kila siku ni katika namba 3. Sawa? Mwalimu wa kwanza hatua ataenda kila siku kumaliza kitabu cha kwanza. Sawa? Sio kama anafanya yote yeye tu siku nzima. Kesho atasimama tena nini? Siku zote 4. Amina? Alafu wa pili hivi hivyo ana kitabu chake. Mimi nina kitabu changu ambacho nitabaki hiki kitabu kimoja ambacho ni namba 3. Lakini leo ukifungua, naomba ufungue utaona yaliyomo. Ukurasa wa 3 hapo mbele kabisa utaona yaliyomo. Kuna sura 4. Basi kwa neema ya Mungu tutafundisha sura 4. Moja ni kipengele cha sura ya kwanza, tutaipitia muda huu. Kesho sura ya 2. Kesho kutwa sura ya 3, na nikisimama tena kwa ile Ijumaa sura ya 4. Kwa neema ya Mungu tunamalizia. Amina wapendwa. Ni siku ya Ijumaa. Alhamisi. Leo, kesho, Jumatano na Alhamisi. Siku 4. Amina. Nje kabisa mbele katika kava inasema tukujenga nyumba za Kikristo. Ndio masomo ya Biblia ya maji ya uzima, ndio shirika letu. Ndio wetu maji ya uzima kozi ya 4, lakini pale mwisho chini kabisa inasema mume na mke. Kwa hiyo mada yangu mimi ninazingatia zaidi na zaidi mume na mke. Nashukuru sana kwa kaka Jeff. Hata Kakamika mwanzoni pale walitanguliza mtangulizi mzuri sana. Tunajifunza habari za uchumba na tutaendelea kujifunza habari za uchumba kwa kaka Jeff. Lakini tujue kwamba uchumba unapelekea wapi? Nani ananiambie? Ndoa. Kwenye ndoa. Ndio. Bwana asifiwe. Amen. Uchumba unatupeleka kwa ndoa. Na kuna daraja kubwa ya kuvuka hapo. Amina. Amen. Ni mto mpana wa maji mengi. Sawa, unavuka na daraja. Kuna tofauti mkubwa kwa maana nyingine. Kuna tofauti mkubwa kati ya uchumba na ndoa. Tofauti hiyo ni kubwa sana kati ya uchumba na ndoa. Kama wewe unamhofu Mungu, kama wewe unampenda Mungu, utatambua na utazingatia kwa makini sana. Nifundishe Kiswahili. Utofauti au tofauti hizo. Tofauti hizo. Tofauti huo mkubwa. Amen. Amen. Kuna mkubwa. Ndio maana tunasema somo letu na kipindi hiki ni jizoeze na mazingira. Jizoeze na mazingira. Kuna mazingira tofauti. Ukivuka daraja hilo, unaingia nchi tofauti. Mazingira tofauti. Kipengele cha kwanza pale kinasema kutokuwa mimi sasa ni sisi. Kutokuwa mimi sasa ni sisi pale katika kurasa za mwanzoni hapo tunasoma habari hizo. Ni tofauti kubwa sana. Mabadiliko yanatokea. Jana na ninaamka leo harusi, sawa, harusi ni Jumamosi. Leo Jumapili nimeamka.
leo sio mimi tena, leo ni sisi. Sio nitafanya nini leo, leo ni tutafanya nini. Nitaamka saa ngapi? Hapana, tutaamka saa ngapi. Nitaenda kanisani? Hapana, tutaenda kanisani. Si ndio? Haya. Sio nitaenda shambani, tutaenda shambani. Au tupange vipi? Wewe ubaki na kazi moja, mimi niende na kazi nyingine. Yaani tunapangana. Si ndio? Ameshajifunza vizuri sana kaka habari za kwamba sisi tunakuwa pamoja, lazima tunakuwa pamoja, sio vyumba tofauti, sio vyumba tofauti, sio mipango tofauti, sio roho tofauti, sio nia tofauti. Ni kitu kimoja. Cha kushangaza ni watu wawili tofauti. Tena unapoanza maisha ya ndoa, niambie mliooa, niambie mwenyewe, lakini mimi nimeoa, kwa mimi nitawaambia kwa ushuhuda wangu. Nilipoanza safari hii, nimeshuka daraja, nimeanza maisha sasa. Sikujua hata yani kiasi kidogo kati ya safari tuliyopita sasa, kwa kweli sikutambua kiasi kikubwa jinsi ilivyo kuishi pamoja. Amina. Ndio jinsi ya kufanya maisha mawili ya watu ambao ni tofauti, ni kinyume. Ndio. Naweza kuona sifa zangu zinapingana na sifa zake, au sifa zake zinapingana na sifa zangu. Hatuendi sawa. Ndoa sasa ni zoezi moja nzuri sana ya kutufanya wote tunabadilika na tunaenda sawa. Lakini si kwa siku moja. Amina. Amin. Hata kama umemchumbia mwenzako miezi mitatu au miaka miwili mko katika uchumba, bado hamwezi kujua jinsi itakavyokuwa ya kuunganisha maisha yote pamoja. Lakini furaha ya pekee, hata hiyo safari ya kujifunza jinsi ya kufanya maisha pamoja inaweza kuwa mazoezi ya kujifunza, mazoezi mazuri ya kufurahisha. Lakini tusipotumia kanuni ambazo ziko katika Biblia, tusipotumia kanuni ambazo wazazi wetu wanaweza kutufundisha, wazee waliozoea, waliokomaa kwa upendo, waliokomaa kwa ndoa, tusipotumia kanuni walizotufundisha, walizozoea na walizopata, tunaweza kuwa tofauti. Kuna ndoa wapendwa ambazo zinaachana. Ndio? Kwa namna ya zaidi ya moja. Tunachojifunza leo asubuhi sio, hakuna haja kurudia. Mungu amekataa talaka. Mzee mmoja ametuonya vizuri sana asubuhi, mwingine hakuwepo, lakini alimoja vizuri sana akisema sasa ni nani anaweza akatenganisha? Mungu anawakutanisha katika ndoa. Je, mahakamani? Wengine wachungaji na wasikia. Wachungaji wanasema huyu kwa kuwa hajaokoka, wewe umeokoka, hamjaendana kiroho, basi achana naye, tutakupatia mke mwingine wa kanisani. Ni kweli. Je, mchungaji anaweza kutenganisha ndoa? Yaani bila kutafuta mbali. Tumeona neno Mungu anasema haraka tu kwamba hakuna kitu kama hicho. Hakuna mwanadamu yote, awe askofu, awe padre, awe nani, hakuna anayeweza kutenganisha ndoa. Hakuna hakimu, hakuna mahakama, hakuna sheria za serikali, hakuna. Wanafanya na kweli wanaachana kile wote na njia zake na leo huko na huko, lakini bado kwa Mungu hawajaachana, bado Mungu anatambua ndoa ile ya awali. Amen. Hilo liko wazi. Wala hatuna haja ya kuangalikia sana. Haya. Sawa. Kama ni hivyo, kuna kazi hapo. Jinsi ya kuendana pamoja. Niuliza, je, ni wangapi wanaachana? Jaribu kufikiria kidogo. Kumbuka ndugu zako, kaka zako, dada zako,
ndugu zako karibu mbali, watu wa jamii wangapi, wale watu 10, miaka 5 tu, miaka mingapi wanaachana. Mwanamume mtu mwingine anaolewa mtu. Haya, mesha jaribu kuhesabu kidogo, kutambua. Haya, achana na wale ambao wamejulikana kabisa, huyu amehama nyumba, ameenda huko nini, wamekodishana katika hizo ya kuuza nyumba nini. Okay, haya yote achana na wao. Je, wale ambao bado wanaishi nyumba moja, bado wanaishi chumba kimoja, wangapi wameachana? Hawajitangaza, hawajaenda mahakamani, hawajaenda kujitangaza au mke wangu tena nimeachana naye, hawajasema hadharani. Bote asubuhi wanatoka mlango mmoja, lakini wameachana. Wameachana. Hawako kibibilia, hawako katika ndoa, hawaendani katika hisia zao, hawaendani katika mawazo yao, hawaendani hata kimwili, hawaendani katika nia zao, hawako pamoja. Mungu, mpango wa Mungu ni kwamba wawe pamoja. Amen. Amen. Nataka turudi pale. Tumeshasoma Mwanzo sura ya 2 pale. Tamko baada ya Adam kusema tamko lake, kwani basi katika Mathayo 19. Adam tulijifunza ndoa ni nini? Adam tulijifunza kwamba alisema huyu ni mfuko wangu, mfuko katika mifuko yangu, huyu ni nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mke. Sawa? Tamko la Biblia, tamko la Mungu hapo kwa Adam. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe. Anatana kisheria, kikubali. Mchungaji Cross amefafanua vizuri sana hapo. Si wamepata vibali kwa wazazi. Hakuna Biblia popote inasema kwamba lazima wafunge ndoa kwa nani kwa hivi vipi kanisani. Hii ni taratibu nzuri ya kanisa, hatukatai. Sisi katika kanisa letu tunafanya hivi, sawa? Hatukatai. Ni kitu kizuri. Lakini kuna kitu cha msingi zaidi. Amina? Amina. Yeah. Kitu cha msingi zaidi. Kwa hiyo, vipengele vyote viliko hapa. Kumwacha baba na mama kisheria, unapata kibali kwa pande zote, kwa jamii, unaelewa huyu hana mke mwingine au hana mume mwingine, wanaridhiana, tumeridhika, basi wanafanya taratibu, wameelewana, wako halali. Kama ni kisheria, kama ni kijamii, kwa wazazi wao, pande zote, sawa? Wameachana huko, wamefanya kisheria. Cha pili, kuambatana na mkewe. Cha tatu, watakuwa mwili mmoja. Tamko hilo lipo katika Mwanzo. Lakini sio tu katika Mwanzo. Yaani maneno hayo kama Mungu anakariri, kama Yesu anakariri neno kwa neno, na Paulo anakariri neno kwa neno, tuone vipengele hivi vimesemwa mara 4 katika Biblia. Hakuna mstari mwingine, sitambui kabisa mstari wote wa Biblia mwingine ambao umerudiwa mara 4 neno kwa neno namna hiyo katika Agano Kale kwanza. Na pili, kwa Yesu Kristo ametamka. Na tumepata pale katika Mathayo 19, pia katika Luka imerudiwa tena, lakini pia Paulo pale katika Waefeso sura ya 5 amerudia maneno yale. Tuone Mathayo 19. Mathayo 19. Hata Yesu, yaani huo mstari ni wa pekee. Sidhani kama kuna mstari mwingine ambao umerudiwa hivi hivyo kwa maneno yanayofanana sana. Mafarisayo walipotaka kupima au kumkwaza labda Yesu, katika mstari wa 3 waliuliza, ni halali mtu kumwacha mkewe kwa sababu yote? Si tofauti sana swali tulilopata hapa leo. Amina. Ni halali kwa 3. Yesu anathibitisha vizuri sana, anajibu. Unasoma ilikuwa Mwanzo sura ya 5, akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kurudisha kwa Musa. Maneno hayo hatupati kwa Musa. Tupata Mwanzo pale, mwanzo kabisa kwa Adam na Hawa.
kwa mpango wa Mungu uliokamilika pale, mpango wa kwanza, hali ya kwanza, halafu Yesu anaturudisha pale. Amina. Amen. Ndio anaendelea kwa sababu hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja. Basi aliyowaunganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe. Mchungaji ni mwanadamu, hakimu ni mwanadamu, mkwe ni mwanadamu, baba mzazi ni mwanadamu, wote ni wanadamu wale. Wasitenganishe. Amina. Amen. Mungu ana nafasi yake pekee. Na pale Paulo alipofundisha habari za ndoa alirudia maneno hayo. Kwa hiyo tunajifunza kwamba cha msingi tutambue kuna mabadiliko. Amina. Wanakuwa si mtu mmoja tena. Mimi siku pekee yangu tena. Nimeshavuka daraja, natana uchumba, naingia katika ndoa. Niamka leo asubuhi, sasa kuna mabadiliko mengi sana. Katika kitabu pale tuna vitu vingi tu vimesemwa, tunapaswa kuunganika katika yote. Tunaambatana. Kuambatana ni zaidi ya tu kupata kibali. Jamii tunaeleweka ni mume huyu mke. Zaidi ya hapo. Kuambatana, watu wengi wanatengana hapo katika hiyo hatua ya pili. Kuambatana kuna kuongea. Kuambatana kuna kuelewana. Kuambatana kuna kunyenyekeana. Amina? Kuambatana kuna kuridhiana. Kuwasiliana vizuri. Ninamshirikisha mawazo yangu kila mmoja kwa mwenzie. Tunatumia muda wingi wa kuongea. Tunakuwa ni marafiki. Kabla ya siku ya ndoa, inawezekana nimekuwa na best kijana mwenzangu ambaye nilikuwa karibu naye. Tumefanya vitu vingi, tumesoma pamoja, tumeenda kanisani pamoja, wengine tumekuwa na jirani labda. Nimekuwa na best, nimekuwa kijana mwingine wa kiume wa kwangu ambaye nimekuwa karibu naye kuliko wote. Lakini isije kuwa hivyo baada ya ndoa. Nitamsamehe kama kawaida. Nitampenda tu kama siku zote, bila kama sio kama kutakuwa tofauti. Haitakuwa kama siku zote. Kuna mwingine ambaye amechukua ile nafasi ya urafiki wa karibu kuliko vijana wenzangu wote. Amina. Lazima. Na niseme tu, kadri sisi wanadamu, kadri tunavyokuwa tunaenda kimwili zaidi, tunaruka hiyo hatua. Nasema tunaruka hiyo hatua. Tunapenda kufika tu katika kipengele cha mwisho, wanakuwa mwili moja. Nimempenda mwili, uzuri wa mwili, uzuri wa uso, uzuri wa maumbile. Nimempenda. Basi, na kwa nini salamu wangu tu vizuri tu? Wala hatufanyi kama nimesema pale asubuhi kama tunafanya nani haraka tu bila kueleweka. Tunapata kibali vizuri tunafanya. Tunafanya cha kwanza na cha mwisho. Naona tofauti tu. Leo tunaweza kupapasana, tunaweza kushikamana kimwili, tunaweza kufurahisha na kuridhishana kimwili, lakini tumeruka hatua katikati. Na ndio tunaenda kuangalia kitu sana inahusika katika hiyo hatua ya katikati. Hilo la katikati, na sio tu kwamba ni hatua unamaliza, hatua ya pili unamaliza, hatua ya tatu unamaliza, usirudie. Hatua zote hizo za tatu zinaendelea. Amina? Amen. Zinaendelea kutumika kila siku itwapo leo. Hiyo ya katikati ni hatua ya kuongea. Yaani kuongea mambo yote. Kushirikishana mambo yote. Kushirikishana mapenzi yako. Unamwambia kweli habari za vyakula yako. Unamwambia kweli habari za jinsi unavyopenda kuweka nyumba, kazi, ratiba. Unamwambia kweli unataka nini. Lakini pia unamuuliza kwa moyo wa dhati. Unamuuliza vizuri. Unataka kumsikiliza. Na wewe kitu gani kinakufurahisha wewe? Kitu gani umeona ni kizuri wewe? Kitu gani umezoea wewe? Mimi nimezoea hivi, wewe umezoea hivi. Hebu tusemezane wote
nijue. Nisipojua ulivyozoea na mimi tofauti, basi nitakukwaza pasipo kujua. Si ndio? Hayo yote hayawezi kueleweka pasipo kwa nini? Kuongea. Mawasiliano au labda kwa neno nyingine nzuri zaidi, kusikilizana. Ni rahisi zaidi kumwambia mke wangu habari zake na matakwa yangu. Kibinadamu ni rahisi zaidi mimi kumsema, yaani kumwambia, kuliko mimi kumsikiliza. Tuko pamoja wapendwa? Ni vigumu sana kibinadamu, kiubinafsi, kiasili yangu ya dhambi ambayo inanijali juu mimi, ina umimi, haina usisi, ina umimi tu. Sawa? Rahisi sana kumwambia kuliko kumsikiliza. Kwa hiyo neno nzuri zaidi kuliko kusemezana au kuwasiliana, tunaweza kutumia neno kusikilizana. Sawa? Haijalishi wewe ni binti hujaolewa, au wewe ni kijana hujaoa, sijajua wangapi hapo umeoa, wangapi hawajaoa, lakini muweke kanuni hizo vizuri, mjenge tu matarajio yako, mipango yako na mitazamo yako mapema. Amina? Amina. Inawezekana wewe umeshakuwa katika ndoa miaka 20-30, Mungu akubariki, na hata kanuni hizi zinaendelea kutumika. Mimi mwenyewe na mke wangu tunaenda kufunga miaka 20 mwaka huu. Tarehe 20 mwezi wa 11. Wanasifiwe? Amina. Kwa miaka 20, miaka michache, bado tuna mazoezi mengi ya kuendeleza, ya kufanya hayo ambayo nafundisha. Nikifundisha, niseme wazi kabisa, inatisha sana kufundisha ndoa. Ni kidogo ni kama kufundisha malezi ya watoto. Ni vigumu kwa sababu unajua wewe mwenyewe ambaye amesimama kuna makosa mengi. Hayo maana kufundisha nimeyakosa karibu yote. Amena? Amina. Lakini kwa neno la Mungu pengine nimetambua, nimeomba hata msamaha kwa mke wangu na kwa Mungu wangu, na tunaendelea kujifunza pamoja. Amena? Ni mazoezi ambayo yanaendelea. Lakini namshukuru Mungu yanaendelea. Kwa sababu kila mmoja tunajitoa kwa dhati. Kila mmoja kwa mwenzie. Amen? Amen. Kwa hiyo kujitoa, ahadi zako, uaminifu wako unabaki pale pale, hauna mawazo yote ya kuachana. Ndio ile hatua ya kwanza tena. Unaenda kisheria, unaenda kihalali. Na hiyo lazima iwepo kila siku. Kila siku. Wakati tunakosana, wakati hatuelewani, nimeshindwa kuelewa, bado nasema yaani hiyo nimenikwaza, hata nisijisikii vizuri, lakini jua ya chochote kile, ujue na kupenda, nipo. Amina wapendwa? Amina. Siendi popote pale. Nipo. Nitakupenda maisha yote. Kupenda sio tu hisia zile za kujisikia vizuri. Pengine upendo ni ule upendo ambao unachoma. Unachoma kwa sababu inatakiwa mimi wakati sijaolewa na tumeshika kuelewana na sasa, lakini tukifanya hivyo, nikijitahidi kuolewa zaidi, nikijitahidi ya kumpa usubira na nini zaidi, haitadhuru chochote. Itamuumiza tu mimi. Haitavunja sheria za Mungu. Haitanipotezea imani yangu. Haitanipotezea mwelekeo wangu wa kumtumikia Bwana, bado kumtumikia Bwana vile vile. Kwa hiyo hakuna hasara yote isipokuwa tu mimi. Umimi unapaswa kufa ili usisi uweze kuishi. Amina? Amen. Nisamehe Kiswahili changu. Pengine napenda kuchezea kidogo lugha. Napenda kuchezesha kidogo lugha, lakini nafikiri tunaeleweka. Sifundishi Kiswahili, ila natumia Kiswahili. Mzangu Kurosa atakuambia tunafanya kazi ya kutafsiri. Sitatafsiri kitabu hiki, lakini vitabu vingine katika course nyingi za nzima nimetafsiri. Nimepitia pamoja na wenzetu, tunajaribu kuboresha lugha. Niseme tu tusamehe kidogo, hiyo lugha inaeleweka vizuri, lakini hii bado kidogo ni ya Kikenya sana. Tunaendelea kuboresha, tunaendelea kurudia na kupitia vitabu vyetu. Amina. Kwa hiyo tusamehe kama kuna msamiati mwingine ambao au maneno mengine ambayo kidogo ni ya kigeni kidogo, lakini
Napenda sana msamiati na kanuni za Kiswahili, ila pengine nabuni zile msamiati ili niweze kusema kitu ambacho kwa mfano nafikiria hapo neno sana kusema ujini au sisi, lakini ikileta maana. Jizoeze na mazingira mapya. Kwani mazingira mapya unapoenda katika ndoa. Mazingira mapya, mambo mengi yanabadilika. Inasema mwishoni pale kurasa wa 5, ndoa hufanikiwa tu ikiwa mume na mke watawasiliana kwa uwazi, wawe wapole, wenye upendo na wakarimu. Amina. Ndio mawasiliano hayo ambayo tunasema. Unapojifunza, unapozoea maisha mapya ya ndoa, sawa? Ishi pamoja kila siku. Sio tu mara moja unamwona baada ya wiki ngapi ndio unamtembelea tena unamsalimia pale nyumbani na mwana moja au unaona tu kanisani kwenye vitu wa kanisani pale. Hapo sasa unamwona kila siku. Mambo yanabadilika. Unamwona akivaa nguo chafu, akivaa nguo nzuri. Sawa? Unamwona katika kila hali. Sio kama unamwona tu kanisani wakati amevaa vizuri, amenawa vizuri. Unamwona katika uchafu, unamwona katika uzuri, unamwona katika tabia nzuri, unamwona katika tabia mbaya. Kweli yule bibi harusi ambaye anapendeza sana, anazo tabia mbaya. Anazo. Amependeza, anazo tabia mbaya. Sio zote. Inaweza kuwa chache sana, lakini zile chache utaziona tu. Na wewe mwenyewe mume, wewe mwenyewe binti, wewe mwenyewe bibi harusi, wewe bwana harusi, wewe mwenyewe una tabia mbaya zako. Na zingine cha kushangaza ni tabia ambazo utawahi kutambua ni tabia mbaya. Yeye atakuambia, wewe utajitambua. Yeye atakuambia lakini baadaye. Sawa? Hatatambua na wewe utatambua. Lakini kuna tabia ambazo unaona ni nzuri, lakini yeye anakutambulisha ni mbaya. Na usipoweza kuelewana naye kusema, kweli tabia mbaya. Sikujidhania, sikuwahi kufikiri, lakini ni tabia mbaya. Usipopatana naye hivyo, ndoa yako haitaridhishana. Nakwambia ndoa sema kwa sauti, haitaridhishana. Haitaridhisha. Hautaridhika wewe na yeye hataridhishwa. Ni kazi yako kumridhisha. Unamridhisha kwa upole na unyenyekevu. Kuweza kuelewana na kusikilizana. Tofauti zinazosuluhishwa kwa njia nzuri. Maneno ya mwishoni pale kurasa wa 5. Tofauti zinazosuluhishwa kwa njia nzuri husaidia kuimarisha ndoa na kuifanya iridhishe. Nataka kila mmoja hapa ambaye ni mwanandoa, wewe mume, wewe mke, jiulize, jihoji kabisa ndani ya nafsi yako. Je, ndoa yangu inaridhisha? Kwa sababu sisi ni watu binafsi sana. Wazo la kwanza unajiuliza, je, nimefurahi nimeridhika na mke wangu? Sawa, sio kosa. Lakini vizuri zaidi kuuliza, je, ninamfurahisha na kumridhisha mwenzangu? Na kama wewe ni kama mimi nikijiuliza swali hilo, ninatambua sehemu mbalimbali. Nikikumbuka tu ndani ya miezi mingapi hivi karibuni, nakumbuka sehemu mbalimbali nikaweza kuwasiliana na mke wangu na kutambua hapo na hapo kuna kiasi kilichopelea, kiasi ambacho sijamridhisha zangu. Nafurahi kwa sababu pia na kumbukumbu za siku zingine au matukio mengine ambapo inaridhisha. Lakini kuna mchanganyiko. Tutambue, tukiwa wa kweli, tukiwa wanyenyekevu kuweza kujihoji hivyo, basi tunamruhusu Roho Mtakatifu afanye kazi vizuri katika maisha yetu. Ndio tunaenda vizuri, tunaendelea kubadilika. Kutokuwa mimi sasa ni sisi. Jana nilikuwa mimi kabla ya ndoa, lakini sasa ni sisi. Biblia husema kwamba Mungu huwachukua wawili, anawaunganisha wawe kitu kimoja.
Ina maana nyingine kwamba siishi kwa faida yangu tu, bali kwa faida yetu sote wawili. Sawa? Uelewe kwamba naangalia kitakachokuwa bora kwa maisha ya kwetu ya pamoja. Tukiweza kubadilisha mtazamo wetu hivi vizuri, inaleta utofauti, matokeo makubwa katika maisha yetu. Hapo utaona katika ukurasa wa 6 pale, kama aya ya 3 kutoka chini pale, haya na matokeo makubwa, sawa? Alafu kifuata chini sema, kama vile naye amenichukulia uhusiano wake, nami nawachukua nafasi hiyo hiyo. Situmii muda mwingi nikiwa peke yangu kama hapo awali. Uhusiano wa mke wangu ni wa muhimu. Natambua kwamba ninatenga muda, naweka kipaumbele kwa ajili ya kukaa na muda kukaa na mke wangu. Tunaongea maisha, tunaongea mahusiano, tunaongea ndoa yetu. Ninatambua nina masaa yangu ya kazi. Ninatambua kwamba muda wangu wa kurudi nyumbani. Nikiwa kazini, muda wangu inatawaliwa na kazi, si ndio? Siwezi kufanya chochote kile ambacho ninapenda. Lakini pia naporudi nyumbani, muda unaeleweka. Tuende kwa ratiba, sawa? Haijalishi wewe una labda ajira yako, unatoka ofisi muda fulani au unatoka shambani muda fulani, lakini kuna mazoea yako kwamba wewe kama unazoea kurudi nyumbani saa 9 mchana au kama ni saa 11 jioni, kuna mazoea yako na una mawasiliano vizuri na mke wako kusema sasa leo nitarudi nikichelewa. Sababu kwa 1, 2, 3 na safari kidogo nini na hangaika nitachelewa. Una mazoea. Ukisharudi kutoka huko kazini, kama umechelewa, umeshamkosea mwenzako. Umeshamkosea mwenzako. Umetumia muda wake. Umeenda tofauti na alivyotarajia. Wewe huwezi kujitawala maisha yako, muda wako, shughuli zako pale nyumbani. Kama umejenga mazoea, kama mke wako hawezi kujua utarudi saa ngapi. Unaweza kubaki huko unaendelea kuongea na kucheza bao, sijui huko unacheza nini? Unacheza pool, sijui sitafikiri wazee wanacheza bao, si ndio? Bao zipo. Zipo labda ni maongezi. Labda nini? Unachelewa, wengine wanachelewa katika ulevi, lakini wewe hauna ulevi. Lakini hata hivyo unaweza kuchelewa katika shughuli ambazo unazifurahia. Unakaa, ongea. Unaenda we, hapo unajisahau na muda, nashakuwa ni giza, nashakuwa ni usiku. Nikutiliza muda. Lazima awe na mashaka na wewe. Na wala usichukii kama anakuwa na mashaka na wewe. Unarudi sasa kwenye mipaka. Na muda huo wa jioni, muda huo ambao hauna majukumu mengine, majukumu yako ni jinsi ya kuwaza sana usisi. Amena? Unawaza usisi. Hapa na muda fulani ya kutenga kwa ajili ya kuongea na mama, muda wa kuongea na watoto, kuwauliza na kutakia hali, unaangalia wanavyoendelea na masomo yao, unajali yale ya familia. Au kama umeshaelewana unaenda kufanya huduma fulani, unaenda ibadani, ibada ya jioni, labda nini, unajua ratiba hizo unafanya kwa pamoja, kuna ratiba zinazoeleweka lakini ambazo umeelewana. Amina? Amen. Kwa hiyo kutokuwa mimi sasa ni sisi. Kuna vipengele vingi vingine kurasa, sio kama tutasoma kote, lakini najaribu kugusa yale muhimu yaliyopo katika somo hili. Amina. Vingine tunafafanua. Ndiyo. Sasa ukienda, nataka niguse hapo katika ukurasa wa 7. Ukienda katika namba 9, angalia kwanza huko
kurasa 22 kuna maswali utajibu. Sawa? Ukishaweza kusoma vizuri sura hii moja, utaenda kuandika na kujibu maswali ambayo yanakurudisha. Ni maswali ya kurudia, masomo ya mazoezi, kufanya wewe uweze kuelewa zaidi na kufunguka zaidi. Angalia pale kurasa 22 namba 9 pale, swali la 9 linasema orodhesha mambo matatu ambayo yatakusaidia kubadilika kutoka kwa mimi hadi sisi. Kurasa namba 7 pale kuna msaada kutoka kwa Mungu, unapaswa kumwomba Mungu. Kuachana na ubinafsi sio rahisi, sio kwa nguvu zako, inaenda kinyume na asili zetu. Amina. Inatakiwa nguvu za Mungu. Tegemea Mungu. Lingine ambalo linasaidia sana ni uchumba ulio na msingi imara. Wanataka umsikilize vizuri sana kaka Jeff anavyoendelea kesho na kesho kutwa kufundisha habari za uchumba. Muwe makini sana katika uchumba. Huu umakini wa uchumba utukubariki miaka yote 20-30 na kuendelea ya ndoa yako. Amina. Kwa hiyo wewe ukitambua majuto yote ulionayo katika uchumba wako, umeenda vitu vingine ambavyo sio taratibu, imekunyima msingi mzuri. Napenda kanisa hili limejengwa na mawe. Nimependa sana msingi mzuri. Haya, ni sawa kwa mawe. Wengine wanajenga makanisa, majengo au nyumba wanajenga basi kwa mawe. Si ndio? Niambie, nyumba iliyojengwa na mawe na isiyojengwa na mawe, nyumba gani inasimama vizuri zaidi na kwa muda mrefu? Haya, usipoweka uchumba mzuri umekosa mawe. Unafikiri imejengwa vizuri, imependeza, lakini ukuta zinadondoka, bati zinakatika, nyumba imekwisha. Si ndio wapendwa? Nimependa. Weka uchumba mzuri. Uchumba ambao unaenda kwa taratibu, zile hatua 3. Nasema tulichofundishwa katika neno la Mungu kurudia mara 4 kwamba kwanza achana mama na baba. Zingatia katika uchumba. Unaandaa kwa achana mama na baba. Amina. Mbele tutaenda kuigusa kidogo habari hizo. Maana yake habari za mkwe katika ndoa. Achana nazo. Baba mkwe asiingilie katika ndoa yako. Baba mzazi, mama mkwe wasiingilie katika ndoa yako. Wasimsumbue mke wako, wazazi wako wasimsumbue, usiwaruhusu wazazi wako kumsumbua mke wako. Wanafikiri yeye anafanya makosa, hafai vizuri, hajajifunza, hajazoea vizuri jinsi ya kutumia ndoa kwa ajili ya manufaa ya kijana wao. Kosa. Wewe mwenyewe usimame, mimi ni mwenye nyumba, mimi ni kiongozi wa nyumba, mimi nimeridhika na mke wangu, msiingilie, msimwambie chochote. Amen. Hivi wewe mama, mwambie mama mzazi, mwambie mama mkubwa, mwambie baba mzazi, usimsumbue huyu mume wangu, mimi nimeshajitoa, nimeridhika naye, kama kuna matatizo tunamalizana sisi kwa sisi. Haleluya. Weka hayo, unaanza katika uchumba, unaheshimiana katika uchumba, unawaheshimu huko, unaniwazazi huko na huko, weka msingi mzuri. Amina. Tanguliza sasa mambo ya kiroho. Umeenda kufurahishana kiroho wakati wa uchumba. Kama unapata nafasi ya kuongea, unafungua Biblia, unaongeana. Amen. Unatanguliza, unamlisha mwenzako, unamfurahisha, unamjenga mwenzako kiroho kwanza. Kama umeshindwa kufanya hivyo, hamwendani kiroho, utakuwa na msingi wa kiroho. Weka msingi wa kiroho katika uchumba. Amen. Haya, ongea maisha. Historia nini ya urafiki ya kawaida, sawa? Achana mambo ya kipenzi kwanza, ya kimapenzi. Amena. Hayo ndio mazoezi mazuri ya uchumba. Uweke msingi mzuri, ndio sasa utaingia katika daraja la 3 anasema kukutana kimwili, ndio baada ya ndoa. Weka msingi. Ukikimbilia, ukivuka hiyo hatua ya katikati, ukikimbilia katika kupapasana hata kidogo, kushikana mikono na mabega na wapi, unaendeleza mpaka kifua, mpaka mapaji, itakuwaje sasa? Umetanguliza, umepoteza muda. Nasema tu kweli, unapoteza msingi wako.
Ni kama unaweka bati chini, unaweka mawe juu. Umeelewa? Ni kweli. Tunapojenga nyumba, tunataka sana ni bati. Ni kitu kikubwa, si ndio? Yaani ni kitu kizuri, hatukemei. Ni kitu kizuri, mapenzi ni kitu kizuri. Lakini haya bati yakae chini, mawe juu, hakipendezi wapendwa. Amen. Okay, weka uchumba. Na msingi mzuri wa uchumba, la tatu, upendo. Weka na upendo wa kweli, kumtakia mwingine mema. Unamtakia yeye mema. Umefanya kitu ambacho ni kawaida, sio kosa. Lakini inamuumiza mwenzako. Utaachana kile kipengele ambacho umeona ni kawaida, kwa sababu umpenda. Amen. Unamtakia yeye mema, hutaki kumuudhi, hutaki kumuumiza moyoni, hutaki kumsumbua. Umeshajifunza, basi tengeneza. Amena. Yeah. Kidogo nimejaribu kuweka mambo mengi kwa wakati mmoja. Habari za kutokuwa utotoni na kumuumiza mke, ndicho tumeshagusa kwamba tunapaswa kuachana kimwili, tunapaswa kuachana kihisia. Tunapaswa kumpenda mke kuliko mama, kuliko wazazi wako. Unampenda mke wako. Wewe mama unampenda mume wako kuliko wazazi wako, kuliko mtu yeyote mwingine. Unaachana kihisia na watu wote wengine. Unaachana kihadharani, si ndio? Tunaachana kifedha. Usiwe na wategemea baba na mama tena. Uwe unajitegemea kwa nyumba moja. Kutoka kwa uchumba hadi ndoa, ndio daraja hiyo ndefu ambayo tunavuka. Na tunatofautiana katika vitu ambavyo tunavipenda. Tunatofautiana katika vitu ambavyo tunavipenda. Na kuna suluhisho. Kuna suluhisho. Biblia ni suluhisho kubwa sana. Angalia hapo mistari. Ukurasa 12 pale, Warumi 12. Biblia inatufundisha pale Warumi 12 mstari wa 10 kwamba unapaswa kumtanguliza mwenzako. Wagalatia 5:13 kwamba unapaswa kutumikiana. Kutumika kwa mwenzako. Waefeso 4:32 tunajifunza kwamba tunapaswa kuwa wafadhili sisi kwa sisi. Mimi nitamfadhili mwenzangu bila kujali ananifadhili mimi kiasi gani au ananijali mimi, ananitumikia mimi kiasi gani, mimi ninajitoa tu. Kutumika na kutumika mimi na kumfadhili. Hivyo unaweza kusoma mstari hiyo na kujaza nafasi zote hizo. Nataka tutumie muda kidogo hapo katika tabia zinazoudhi au tabia za kuudhi. Kuna hili pale na ukurasa wa 13. Kuna tabia mbalimbali. Sawa? Hasa kama umetokea makabila tofauti. Sawa? Au mazingira tofauti. Au kwa malezi tofauti. Labda mmoja amelelewa sana kijijini, mwingine amelelewa sana mjini. Si ndio? Wapi kuna kitu kama hicho? Na inakuwa ni mazoea tofauti. Mwingine wazazi walikuwa na pesa nyingi. Walikuwa na nyumba kubwa. Jengo vizuri, visakafiwa vizuri. Mwingine amezoea sana kuishi katika mazingira ya duni, mazingira ya chini zaidi. Mwingine ameona wazazi wanakuwa na pesa, wananunua kila kitu, nguo, nini, wanapata shida, na maisha ya shida. Kwa hiyo unakuwa na mazoea tofauti na jinsi ya kutumia pesa. Unakuwa na mazoea tofauti, vitu vidogo sana. Kwa mfano labda wewe
zoea kwamba kila wakati unapofika nyumbani kuweka viatu wapi, jinsi ya kuweka vyombo mbalimbali, jinsi ya kupanga ratiba za kuamka, ratiba za vyakula, wengine wanawahi, wengine wanachelewa, wengine ni kulala. Hivi mazoea haya ya kila siku, sawa? Alafu pengine mazoea haya hayana dhambi. Naweza kufanya hivi, naweza kuchelewa sana kulala, mwingine anaweza kuwahi sana kulala. Haina dhambi. Lakini msipoelewana haitaenda vizuri, si ndio? Kwa hiyo lazima unakuwa mnyenyekevu. Lazima unakuwa tayari kwa kusikia mwenzako. Kwa hiyo tabia ambazo zinaweza kumudhi mwenzako. Jambo la kwanza jinsi ya kusuluhisha, jambo la kwanza ni kumwomba Mungu. Muombe Mungu akupe neema, akupe unyenyekevu wa kushinda hali yako. Kama ni hiyo hali ambayo anafanya mwenzako, na kwanza ujitahidi sana kuvumilia. Yaani kumzoea, kwa sababu basi hilo naweza kutokea. Sijaizoea hivi lakini nitazoea tu na wala haitanisumbua sana kimawazo. Nitayakubali tu hayo anayofanya, kumbe haina dhambi, haina kosa sana, haina athari kubwa. Mimi ni mazoea tu tofauti, nitavumilia wala sina shida. Lakini yale ambayo unaona na yanaendelea kukusumbua kimawazo, utafanyaje? Kwanza muombe Mungu. Ujifunze kukubali tabia. Mungu akupe nguvu, ujitahidi kuweza kukubali tabia zake ili uweze kuacha kuwazia sana. Lakini la pili, kumbuka kwamba sio kazi yako kumbadilisha mwenzako. Sio kazi yako. Utaendelea kuomba Mungu, hilo jambo ni hivi, 1, 2, 3. Nisitumie nguvu, nisitumie maneno mengi. Lakini Mungu anaona mimi na tabia tofauti, nimezoea tofauti. Mungu mfungue, labda aweze kunitambua na viwanda tofauti, aweze akaelewa taratibu, akijitahidi badilika, tuende pamoja. Lakini mimi mwenyewe nisitumie nguvu, sio hukumu langu. Mimi ni jukumu langu, ni tabia zangu mimi mwenyewe. Nijichunguze. Nijaribu kubadilisha tabia yangu. Yaani kama unatambua hatuendani sawa. Haya, jiulize, je, kuna kitu ambacho mimi naweza nikabadilisha ili nije kwa upande wake tuendane sawa? Ndio? Jaribu kwa njia hiyo kwanza. Jitahidi kwa njia hiyo. Pengine unasema sijaona jambo la kubadilisha. Nimejichunguza, sioni kama kuna chochote ambacho naweza nikabadilisha ili tuende sawa. Basi fanye zoezi moja. Mwendee mwenzako, muulize swali. Mpenzi, je, mimi nina tabia gani ambayo inakukera? Mimi nina tabia gani ambayo inakukera? Unajua tulisema mwanzo ni rahisi zaidi kumwambia mwenzako kuliko kumsikiliza. Waweka nguvu nyingi sana katika kumsikiliza. Si ndio wapendwa? Kumsikilize yeye. Tafadhali niambie, nitajitahidi kuitengeneza. Niambie, kuna kitu gani ninafanya ambacho ninakuwa vigumu kwako? Uone atasema. Yaani useme kwa moyo mweupe tu. Nataka kweli unakuwa na nia ya kweli kumsikia na kubadilika. Amen. Uone atasema. Kama umeona kwamba una nia ya kweli, si kwamba unafanya tu kwa ajili ya kumfurahisha,
una nia ya kweli, uko tayari kubadilika, utafanya juu chini, kuelewa zaidi na kujitahidi kuangalia kwa mtazamo wake na kubadilika atakuwa. Alafu atakushukuru. Alafu ataona upendo. Huu ni upendo. Ataona upendo, atajisikia wewe unanipenda kweli kweli. Yaani atajisikia karibu na wewe, utakuwa unajisikia furaha. Unajisikia ukaribu. Na itazaa mengi zaidi ya kiroho, ya kimwili, ukaribu. Utapata kujisikia ukaribu vizuri. Kitu kingine ambacho kinaweza kutokea baadaye, au pengine muda huo anaweza akasema, haya, nikwambia 1, 2, 3 na wewe pia uniambie. Sio sawa, mimi nakwambia nini gani unikera, ili kutengeneza. Mimi pia nataka nikuulize na wewe. Je, kuna chochote ambacho nafanya kinakukera? Haya, hiyo nafasi pekee. Kwa mara ya kwanza nafunguka, namwambia, ndio, kitu fulani nimejitahidi sana, tuende sawa, lakini naona kama unakuwa tayari kunisikia, naomba tu uweze kunisikia 1, 2, 3. Haya. Je, kama hatarudi kwako kusema na mimi kuna kitu gani ambacho kinakukera? Hapo utapaswa kuweka katika maombi tena. Uzame zaidi sasa. Kwa unyenyekevu na kwa umakini, utafute muda mwingine. Amen. Muda mwingine tofauti. Siku hiyo, muda mwingine ambapo watu wametulia, kuna matatizo, kuna mawazo mengi, sawa. Yale vizuri mmoja kwa amani. Tulia. Wakati umetulia na nafasi nzuri ya kuongea. Ni wakati wa sasa. Ni jambo moja ambalo Naomba tuliongee. Hebu nikusikie na wewe unaonaje? Taratibu. Unajaribu kunigusa. Sawa. Hebu kuiangalia kwa ni maombi kama unaweza ukafanya mabadiliko yote ili tuone sawa zaidi hili jambo. Mimi nawahi sana kanisani, naweza kusema kwamba mimi nawahi sana saa 3 kanisani, na wewe unakuja saa 4, saa 5, saa 5:30 unakuja kanisani. Ningependa sisi tuwe angalau wote tunawahi kanisani. Unaonaje? Tunaweza kufanya kitu? Mwalimu kuuliza. Akisema unajua ni kweli, lakini sasa tuna watoto wadogo 3, alafu kwa asubuhi kama tutapata mabadi wote wao wasafi wapige kanisani, alafu kuna nini, kuna usafi wa kufanya. Kama ungeamka mapema kidogo asubuhi Jumapili, alafu ungenisaidia kufanya usafi kidogo, hata vyombo vile kuviosha ili viwe tayari kwa ajili ya kupikia tunaporudi, ningewahi. Unasemaje? Niseme siri moja ambayo nimejifunza kwa baba yangu. Nakumbuka, alafu ni jambo ambalo nilikumbuka sana, nimemheshimu sana baba yako. Hili kipengele, amefanya vitu vingi lakini hili kipengele moja tabia kabisa ameweka. Kila asubuhi Jumapili, kila asubuhi tukishapata chai nini, mama anashughulika na watoto nini, tukishapata chai yeye anakuwa kwanza. Siku zingine sisi vijana nini, watoto tunamsaidia mama, lakini siku hiyo machia baba anashika tabia, ashike vyombo vile, anafanya usafi, anafanya maandalizi mengine. Nasema alituambia mara nyingi, nimezoea kufanya tangu nilikuwa watoto wadogo, kwa sababu niliona ana mizigo mingi ya kuandaa wale watoto kwa ajili ya ibada. Basi nimshike kwa chochote ambacho nakiweza. Pengine kumtuliza mtoto nashindwa, lakini pengine kuwavalisha watoto siwezi, lakini kuna vitu vya msingi vya usafi naweza nikafanya, ashika. Wala sitajali watu wanacheka wana nini, ngoja mimi nishike. Siku hiyo lazima kila Jumapili asubuhi anashika na msaidie kazi. Kwa nia njema hiyo, anaonyesha ungwana, anaonyesha ushirika. Amen. Amen. Ya. Mungu atusaidie. Kwa hivyo kuna zoezi lingine inajieleza vizuri sana pale katika 14 na 15 kwamba jinsi ya kuongea vipaumbele. Kuna kitu hapo inasema chini pale ukurasa 13, tofauti katika mambo mnayoyapa umuhimu wa kazi. Kwa lugha rahisi na fupi sana,
Unaweza kusema tofauti mlizonazo katika vipaumbele. Amina. Msipoyaongea haya na kuyaongea kwa kirefu, sawa, mtaenda miaka na miaka na mnaendelea kusumbuana tu, lakini mwandike kabisa orodha haya, orodha za vitu. Kuna andika orodha kama hii, lakini orodha yako itakuwa tofauti. Hapo ni mfano tu, sawa. Tunaandika orodha za mahusiano. Kuna mahusiano na Mungu, kuna mahusiano katika ndoa mume na mke, kuna muda wa kutumia na watoto wako, kuna labda wengine wa ukoo wa ndugu, kuna wazazi, kuna majirani. Tuna muda tunatumia kwa watu mbalimbali. Haya orodha. Kusababisha kipaumbele nani? Tunaomba juu, mwingine anafuata wapi? Anafuata wapi? Na pekee unaanza kuandika ratiba. Siku fulani tutaenda kuona hao. Siku fulani tutaenda kuona hao. Kuna siku za ibada kwa nini? Lakini muda mwingine sipendi sasa, mtu anatumia muda mwingi sana usiku, kwa mfano kwa majirani. Unapeana taarifa unavyopenda. Amina. Utendaji. Kuna kazi, kuna shughuli nyingi. Tunashika kazi, kazi za shambani, kazi za wapi, tuna kazi ya mkononi, kazi za kawaida, tuna wakati wa kupumzika, tuna wakati wa kufanya maombi, wakati wa kufanya ibada na nini. Weka kabisa orodha. Na vitu vingi hivi ni vitu vikubwa. Unaweza kuandika vitu vidogo, sawa. Andika orodha. Jinsi ya kutumia muda. Kuna vyakula. Vyakula. Tunataka vyakula gani? Na pengine mimi nasema napenda sana mnyama, napenda sana samaki. Lakini pia tunaelewana, eti mimi kupenda sana samaki, sawa, wote tunapenda samaki, lakini je, budget inaruhusu tunakula samaki kila siku? Au mara moja kwa mwezi? Au una kanuni hizo ambazo zinaendana, ili ikitokea mmerudi nyumbani, unajua mke wako anapenda sana samaki, lakini ratiba hairuhusu kila siku. Lakini siku moja mmerudi nyumbani, amekuta nani amepika samaki. Kweli tumeongea mara moja kwa mwezi, tumeweka uwiano hiyo. Amepika kweli, imekuwa karibu mwezi umepita. Unafurahi, unakuwa na amani zote, lakini kama hakuna kupeana mawazo, unabishana. Si ndio? Hivyo orodha. Kuna njia, kuna kanuni nzuri za kuwasiliana. Kuandika, hata kama unaona ni shida kuandika vitu vichache sana. Orodha. Vichwa tu. Si kwamba umekuwa msomi, hata kama umesoma tu darasa la 3 inatosha. Si ndio? Ni mazoezi mazuri sana kuandika. Tunapanga pesa, bajeti pia iko masomo mazuri sana jinsi ya kuwasiliana juu ya pesa. Lakini muda wangu umeenda sana, ngoja niishie hapo. Mpendwa, Mungu awabariki sana. Lakini naamini mtaendelea kufanya mazoezi kama mtaweza kupitia hata kujaza hizo nafasi usiku au siku zingine ni vizuri. Okay. Sawa, nimeambiwa hapa kuna nafasi, muda bado uko vizuri sana. Tuna bado tuko kwa nafasi nzuri kabla ya maandalizi mengine. Karibu. Maswali wapendwa, kama kuna maswali karibu. Mchumba mzuri ni yule wa wiki moja au yule kwa kuna kati ya wiki moja au miaka miwili. Hakuna chochote katikati hapo? Hamna. Kwa usipofanya wiki moja lazima tuko miaka miwili. Tusaliane kuna wazee hapa, sawa? Saliana mawazo kwanza, tunaendana mazingira alafu nitatoa kidogo labda mawazo yangu. Tusaliane shauri hapa. Wiki moja niweze katosha mchumba? Haitoshi. Alafu tuseme hata kisheria haitoshi. Kama unafunga ndoa kanisani, huwa kanisani tunapofunga ndoa tunaweka bango na picha. Huyu
huyu kwa jina fulani, kijana atamoa binti fulani, na picha zao zote pale zipo. Wiki 3 tunatangaza, hata mwezi, zaidi ya mwezi tunatangaza ibadani. Kama ni kanisa tofauti wanatangaza pale na hapa. Zaidi ya wiki 3, kwa wiki moja tumeshakataa Maanisha zile ndoa za kibiza na kimila. Vijana wa sasa wanapenda mfano kwamba wanakutana mara moja au sherehe. Sawa. Wanaongea moja kwa moja hapo, wanaenda mpaka wanaanzisha. Kwa hiyo ndani ya siku moja wameshasema nimependa ulivyocheza. Basi nimesha kutamani. Ndani ya wiki moja wameshaishi pamoja. Ndio. Okay. Sawa. Lakini umeuliza habari za uchumba. Hebu tufuatie hapa. Je, wanaofanya hivi ndani ya usiku 1, 2, 3 wameshaishi pamoja. Je, ni uchumba huo? Ni uchumba ni tamaa? Ni tamaa. Haya, nafikiri huko tayari tunajibu. Biblia haijaruhusu tamaa. Sio kama hujampenda huyu mchumba wako, utampenda na muonekano wake, kuvutiwa kimwili, mpango mzuri wa Mungu. Lakini usifuate tamaa kiasi kwamba hujatii yote vingine. Kwa hiyo ni tamaa peke yake. Wala si uchumba. Biblia haijaruhusu. Sawa? Turudi katika uchumba sasa. Hizo za siku 1, 2, 3 sio halali. Wala hata serikali haikubali. Ndio maana hata kama ni za kimila, tutofautishe kidogo hapo. Hiyo sio ndoa ya kimila. Hapo ni uzinzi. Sema wazi. Hapo ni uzinzi, sio ndoa namna yoyote ile. Niambie kama nimekosea. Hata kama ni siku 2, 3, ni uzinzi tu. Hata kama ni miezi 3, hawajaenda kiustaarabu na kuelewana na wazazi, bado ni uzinzi tu. Ndio. Kwa hiyo turudi katika uchumba. Kuna uchumba hata wa kimila. Wengine wanafanya kwa heshima, sijui hapa, lakini mimi nimekaa kijijini, nimekaa katika nyumba ya nyasi miaka 8, sawa? Nimekaa kijijini kama hapa. Na pale iko Wanyamwanga, sawa? Huko Kamsamba, huko karibu na Tunduma bora huko. Pale nimeenda katika ndoa za kimila. Lakini wametangaza mapema, wametoa hata kadi za kualika. Hata kama sio kadi za karatasi, ile matangazo rasmi yapo muda tayari kabla. Kwa hiyo wanatangaza vizuri, naweka kwamba huyu si mke wa mtu, si mume wa mtu. Ndio wanaenda imeenda kwa nyumba za chief pale, wanafanya kimila, wanavaa vizuri, wanafunika kila kitu, ndugu wako tu wote. Kwa hiyo tuko pamoja hapo. Yeah. Kama ni za kimila, kama ni za kikanisa, vyote hata kama hakuna kanisa wanapoweka ndani kwenye kuta, vyote vile tunapaswa kutangaza vizuri. Huwezi kuridhisha kwa upande wote wa ukoo kwamba hao ni halali, tunawaruhusu sasa waendelee na ndoa ndani ya siku 2, 3. Sijawahi kuona. Hata ndani ya wiki 2, 3 sijawahi kuona. Kwa hiyo siwezi kusema kwa haraka inatofautiana. Niseme kwa mfano kwa mimi na mke wangu tulifanya miezi 7 katika uchumba. Hapo tuliweza kufanya maandalizi. Tuliweza kufanya ndani ya miezi 2, inawezekana. Inategemea na mazingira. Lakini sema haraka sishauri tunafanya mwaka mzima, miaka 2, kwamba tumeshaelewana kwamba tutaoa, alafu umejua ni nani, yeye amejua wewe ni nani. Lakini hili hakuna maandalizi ya bidii, hakuna maandalizi ya kumaliza haraka, hakuna kueleweka kwamba ni siku gani au mwezi gani. Ni vigumu. Utapasha moto, alafu utaruhusu moto imesogea sana katika nyumba ya nyasi, nafikiri nyasi haitaunguka. Moto unatumika tu, unachoma shambani, lakini unafanya kwa taratibu zake. Huwezi kuruhusu tu unaendelea bila taratibu. Lakini unataka kujibu kamili. Lakini niseme tu kwa maelezo, kwa ninavyofahamu
mimi nafsi yangu na mwili wangu na wanadamu tulivyo makabila yote, haijalishi wewe ni Marekani, wewe ni Tanzania, nafikiri ukiruhusu miaka inaenda, itakuwa ni kosa, itakuwa ni hatari, sio nzuri. Sio miezi mingi sana. Ndio mwingine. Karibu. Asante Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niulize hapo. Hakuna mchumba wa siku mbili tatu kama kusema mwalimu, hata kisheria haipo hivyo. Kanisani watu na matangazo ya wiki, watu wanajiridhisha kwamba huyu hana mchumba mwingine, na hata siku yenyewe ya ndoa inawekwa wazi kuuliza kama kuna pingamizi lolote, kama alichukua pesa ya mtu, kwamba huyu ni mchumba wa mtu anategemea kumuoa, hilo lieleweke. Lakini pia jambo la pili, nataka nisemee hapo kwenye uchumba wa muda mrefu. Uchumba wa muda mrefu una madhara, tena ni makubwa sana. Jambo la kwanza, asilimia kubwa wengi wanakwenda mwisho wa siku wanaanguka dhambini. Lakini jambo la pili, mwanadamu ana mabadiliko kila kunapokucha. Kwa hiyo mkikaa muda mrefu sana, baadaye unaanza kumuona kama mwenzio ulikosea, unaanza kumtoa kasoro. Kumbe nilikuwa sijamwangalia vizuri, kumbe anatembea mguu umepinda, nilikuwa simuona vizuri. Sawa? Halafu pia jambo ambalo si zuri sana kukaa muda mrefu. Kama nilivyosema, mwanadamu ana mabadiliko. Ukikaa mwaka mzima mpaka miaka miwili, baadaye unaanza kumwona kama mwenzio amekuwa na umri mkubwa, amezeeka. Na wengine wamefanyaje? Wanachipukia pale, wamekuwa wazuri kuliko yule uliyempenda. Hapo sasa zinaanza kuingia tamaa za mwili. Kwa unapompenda mtu, jambo la kwanza jiridhishe, halafu pia fanya bidii, maandalizi mazuri, isiende muda mrefu ukampotezea muda au yeye akakupotezea muda. Nafikiri bado kuna mafunzo ya uchumba yanaendelea, kwa hiyo sio kama tunamaza tumalize saa hizi. Tumachini na mwalimu wetu wa upande wa uchumba atamaliza mengi sana. Basi ndio la mwisho. Wa mwisho. Samahani, tunataka tukimbiane na muda. Tumeona basi tuongeze na kipindi kingine ndio tutapata chakula baada hapo. Karibu. Amina. Ambao unakuta muda kikazi wapo wanaishi sehemu tofauti, maybe anafanya kazi mkuingia hapo mkoa fulani, na niko nataka kuuliza labda zile tabia kuendana nayo hazitabadilika au kuendelea kuona kitabia au sawa. Kwa watu wanakutana kikazi, lakini nyumbani kwao ni mbali. Si ndio maana yako? Kama kweli mtaendana, si ndio kweli hapo? Au sasa huyu anaishi huku, wanandoa wanaishi wanandoa na kazi zimewatenganisha. Wanandoa tayari, lakini kazi imempeleka mkoa wa mbali, anaishi kwa miezi miwili mitatu, haonani. Nijibu haraka tu. Sawa? Fungue Biblia yako, waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 7. Biblia inasema wazi kabisa. Acha Biblia iseme, sawa? Acha Biblia ijieleze. Ni heri mwanamume asimguse mwanamke, lakini kwa sababu ya zinaa mwanamume na awe na mke wake mwenyewe, na mwanamke anawe mume wake mwenyewe. Mume na ampe mkewe haki yake, yani anamridhisha. Na vivyo hivyo mke na ampe mumewe haki yake. Mke
mke hana amri juu ya mwili wake bali mumewe, vipi hivyo mume hana amri juu ya mwili wake bali mkewe. 5, msinyimane isipokuwa mmepatana kwa miezi, kwa muda. Muda gani? Ngoja. Kwa muda. Naposema nimesafiri kwa muda, sijasafiri mwaka, sijasafiri miezi 2 mitatu, kwa muda siku 2 3, ndio inaeleweka. Lakini endelea, alafu hiyo sio kazi sana anasema kwa muda kwa muda ili mpate faragha kwa kusali, mkarudiane tena, shetani asije akawajaribu kwa kutopona kiasi kwenu. Amen. Shetani akisha kujaribu tu, tayari umevunja neno la Mungu hapo, hujatibu. Shetani atafanya tu, akisha kujaribu mmeshafanya bila kiasi, mmeshaenda siku nyingi. Amina. Mimi nimesafiri safari hii, nimejitahidi juu chini nisafiri pamoja na mke wangu kwa sababu ya mstari huu. Sio kwamba hatuna hofu yoyote, lakini kwa sababu ni kanuni kali na inawezekana tunakuwa pamoja. Nimewahi kusafiri wiki 2, lakini wiki 2 ni nyingi. Siku moja nilisafiri wiki 4. Sidhani kama nitarudia. Lakini safari zote hizo ni kwa sababu ya neno la Mungu. Kila wakati, sio kibiashara, sio kiuchumi, sio kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya majukumu ya huduma. Na sio nisingefanya safari zingine sikufanya. Nimeongea na mama. Tukakataa, nikabadilisha ratiba. Kwa sababu tumefanya tuna safari hizo ambapo najua kwamba wote tumeridhika, ndio mpango wa Mungu, wote tuna amani. Kama mmoja na mashaka sijisikii. Kwa sababu mwili wangu sio kwa ajili ya mimi, mwili wangu ni kwa ajili ya, inasema wazi tu kwa ajili ya anawakaka mke wangu. Hivyo yeye ni kwa ajili ya mimi. Yeye tunachukua ajili ya kuridhishana. Amina. Tuseme wazi. Hiyo ya kusafiri naenda kikazi miezi na miezi, au hata kama unaenda tu mwezi mmoja narudi tu siku 2, naenda tu mwezi tena, hapana, sio maisha ya Mungu. Mungu amekataa. Bwana Yesu asifiwe.